Nimerudi tena, wanaume wangu ulivyoniponza sehemu ya 4. Karibu tena msikilizaji wa Ulimbo Simulizi katika mwendelezo wa mkasa wa kaka Dula. Huu ni mkasa wa kweli dada alipoamua kutusimulia na kukuletea kwenu kama ulivyo. Nayo pia ndugu msikilizaji wetu, kama una mkasa wako unaweza kutupatia tu. Ulimbo wa Simulizi tunapatikana kwa WhatsApp namba 0759427653. Tusiange kujua nini kilichojiri ndani ya studio ile. Basi binti yule akazidi kuomba nimwachie. Hapana, ni sehemu salama Dula, ni eneo la biashara. Unaweka gundu biashara yako. Binti yule alizidi kunisi, ila kwa hali nilokuwa nayo hapana. Sikusikia, nikamsaula sketi sambamba na chupi na kumbwaga kwenye kochi. Sasa nilianza kumnyonya matiti. Binti akawa akijiviringisha huku akiguna. Ulimi wangu kazama ndani ya mdomo wake. Mwenyewe kwa mikono yake akanivua mkanda na kuingiza mikono yake ndani ya suruali na kuishika doshera langu na kuanza kulipapasa. Ghafla akaielekeza kunako utamu wake. Nami sikuwa na ajizi, nikalizamisha. Love. Asante baby. Ndivyo alivyonipokea. Sio yule aliyokuwa akinikataza dakika chache zilizopita. Huyu alikuwa mwingine. Alikata kiuno, mbao yangu ikiwa ndani ya kuma yake, nami nikabaki nikiguna tu. Oh shit. Toba. Mama. Oh come on. Nikapambu taratibu. Ghafla kwa mbali nikaanza kuhisi utamu wa ajabu ukipanda. Nikazidisha kasi na kupanda na kushuka. Mwanadada alivyoona vile alijua tu nilikuwa naelekea kumaliza. Naye hakutaka nimwachie nyege. Hamu yake ni kate kiu yake kabisa. No. Baby, taratibu. Simalize baby, naomba punguza speed baby. Please. Basi nikaacha na ghafla ule utamu uliokuwa ukija kwa kasi ya 4G, no 5G, ukakata. Ila ile hamu nilokuwa nayo ikapungua kwa mbali. Doshera alipoanya. Bidada akachomoa, akavuta begi lake na kutoa kitambaa sijui kianjifu kile na kuanza kujifuta na kumfuta mwanawane wangu. Baada ya kumaliza akachuchumaa kama mbuzi. Nami sikujiuliza, nikamfuata na kumzamisha shabasha. Wacha. Binti akaanza kwenda mbele pasina kusogea na kurudi nyuma, nami nikafuata hivyo hivyo. Hii ndo huwa mnaita mbuzi kagoma. Dula kaniuliza, mtoto mdogo mie sijui kitu. Nikamjibu nikicheka. Basi akaendelea. Basi tuliendelea na zoezi kama dakika 15. Mtoto wa watu hakutaka ni kunichosha. Akainuka na kuinama kama mtu anayeokota kitu. Akauvuta mkia wangu na kuuzamisha kunapo kisima chake. Na siku hiyo nilifaidi mimi. Pa. Ndiyo milio iliyokuwa nasikika. Na miguno yake siku hiyo, seli ambazo hata sikuzijua mimi, na utundu wangu wa kuangalia picha za ex. Siku hiyo nilioneshwa. Miili yetu ililoa jasho si kidogo. Kama lisaa hivi ndipo nilimaliza bao langu la kwanza, huku yeye akivunja dafu 3. Nilimshukuru naye akanishukuru kwa kuwa ilishatimia saa 4, wapangaji walishalala. Nikamwelekeza bafuni, tukaenda kuoga, kisha nikamsindikiza kwao. Niliporejea nikaelekea zangu geto. Huo ndo ukawa ndo mwanzo wangu mpya mimi na Juliet, binti aliyonifundisha mapenzi, naweza sema, na kunitoa katika janga la punyeto. Usiku huo tulichati sana, yani sana. Alinisifia nikamsifia, penzi likazaliwa upya. Kazi yake alikuwa ni msusi akimiliki saluni yake mjini pale. Asubuhi alikuja na kunigongea, bado nilikuwa nimelala.
Dula, ndo ulale mpaka sasa hivi kweli? Saa 3 sasa. Waenda kazini saa ngapi? Ani uchovu tu yani. Ila umeamkaje? Nimeamka salama mume wangu, nikasema kabla sijaenda kazini nipite kukuandalia kifungua kinywa na nikupe cha asubuhi uende kazini mwepesi. Dula mimi sinaenda kukonda mimi jamani. Nikajiwazia nikishangazwa na mwanamke yule mbulu kutoka mkoani Manyara. Juliet mama, utaniua mimi ujue. Nikamjibu huku nikipiga mwayo. Mume wangu, nataka nikupe raha za dunia kwanza. Hebu amka, unishikie nyama nikate, upate supu nzito. Ndo utoke baba. Nikashtuka, nyama? Supu nzito tena? Alinishangaza, ubahili ukinivua. Kumbe mtoto wa watu alipoamka alielekea bafuni, buchani kwa hela yake na kununulia nyama. Nilishtuka na kusema, nyama? Supu nzito tena? Alinishangaza, ubahili ukinivaa. Kumbe mtoto wa watu alipoamka alielekea buchani kwa hela yake na kununua nyama nusu na kuja naye pale nyumbani. Nikaamka nikamshikia kaikatakata. Akawasha gesi, kabanika maji na kufunikia. Baba watoto, sasa ngoja nikalete kitafunio. Akatoka pasina kuniomba hela yoyote. Alikawia kama nusu saa hivi akarejea. Mume wangu, nilikuta mama Mwajuma ndo kwanza anakanda unga, kwa ikabidi nisubiri. Supu tayari nilishaipua. Kanitengea chapati zangu nini, nyama za kutosha, naye akajitengea limau pilipili pembeni. Hakika nikakiri, mwanamke si ndo huyu sasa? Kula haraka maana na kusubiri umalize kula kisha ule. Tena? Nikauliza kwa mshangao. Ndiyo, maliza kula tena unile unigonge mpaka nigongeke. Unadhani nini kitaendelea? Wanawake design hii ya Juliet wapo kweli? Au ndio yeye peke yake? Mimi Loveness nasema walimalizika kwenye vita vya pili vya dunia. Vipi wewe mdau wetu wa Ulimbo wa Simulizi? Kumbuka aliyopo nyuma ya kipaza sauti ni mimi, binti mrembo mwenye sauti nyororo jini hapa YouTube. Nitambua kwa jina la Loveness. Loveness wa Ulimbo wa Simulizi. Unaweza kunipata kwa namba za WhatsApp 0759427653. Hizo ndo namba zangu za WhatsApp, sio za kwangu. Kama unahitaji namba zangu, please ngoja kwanza nimuombe bosi wangu Mr. Maruma ruksa ya kuwapa, nitawapa. Ila hizo namba za hapo juu ni za ofisi. Asante sana, tunawapenda sana. Karibuni kwa kipindi kijacho. Thank you.